Tumsifu Yesu Kristu. Hii ni Habari Njema Channel na leo tupo kwenye mjadala unaohusu ripoti ya utafiti wa AMISEA kuhusu vijana. Ripoti hii inahusu ushiriki wa vijana, changamoto wanazokabiliana nazo na matarajio yao kwa kanisa. Kwanza tuanze kwa kuona kirefu cha AMISEA. AMISEA ni Association of Member Episcopal Conference in East Africa. Kwa Kiswahili, Jumuiya ya Mabaraza ya Maaskofu Wanachama ya Afrika Mashariki. AMISEA ni chombo kinachoyaunganisha mabaraza ya maaskofu Katoliki ya nchi mbalimbali za Afrika Mashariki ili kushirikiana katika masuala ya kiuchungaji, kijamii, kiuinjilishaji na maendeleo ya kanisa. Kimtiririko tunaanza kuwa na parokia, alafu linafuata jimbo, alafu inafuata TEC, AMISEA, alafu kanisa la Afrika Mashariki. AMISEA ni jumuiya inayoundwa na nchi 9 zikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia, Malawi, South Sudan, Ethiopia na Eritrea. Maana ya kijana ilivyotolewa na UN. Kijana ni mtu yoyote mwenye umri kuanzia miaka 15 hadi miaka 24. Na kutokana na AU, kijana ni mwenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35. Na Papa Francis anatoa maana ya kijana ni umri kuanzia miaka 16 mpaka 29. Vijana kwa ujumla inaanzia kwa vijana wanafunzi wa sekondari ambao wanajulikana kama TYCS, wanafunzi wa vyuo ambao wanajulikana kama TMCS na viwawa. Kijana ni mtu ambaye amevuka utoto, bado hajajenga maisha yake ya utu uzima, anaanza kujitegemea, anajenga taaluma, mahusiano na familia. Sehemu ya kwanza, muhtasari. Ripoti hii inawasilisha maoni, uzoefu na matarajio ya vijana wa Katoliki kutoka nchi mbalimbali za ukanda wa AMISEA, huku mchango mkubwa ukitolewa na vijana kutoka Ethiopia. Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa vijana bado wana upendo mkubwa kwa kanisa na wana shauku ya kushiriki kikamilifu katika utume wake. Hata hivyo, wanakabiliwa na vikwazo mbalimbali vinavyotokana na maisha ya parokia pamoja na mazingira ya kijamii wanamoishi. Ripoti hii inamaanisha changamoto zinazowakabili vijana, inapendekeza hatua za vitendo ambazo kanisa linaweza kuchukua ili kukabiliana nazo, na inaeleza ujumbe ambao vijana wanatamani kuwasilisha kwa maaskofu wao. Sehemu ya kwanza, changamoto zinazokwamisha ushiriki wa vijana katika maisha ya parokia. Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa ingawa vijana wengi wana hamu ya kushiriki kikamilifu katika maisha ya parokia, kuna vikwazo mbalimbali vinavyozuia ushiriki wao. Uongozi na ushiriki katika maamuzi. Hoja iliyoibuka kwa nguvu zaidi kutoka kwa washiriki wa utafiti ni kiwango kidogo cha ushirikishwaji wa vijana katika uongozi na katika kufanya maamuzi. Miongoni mwa changamoto zilizotajwa ni: 1. Vijana mara chache hushirikishwa kabla ya maamuzi muhimu kufanywa. Sasa kiongozi, mimi nataka tu nijue hivi, ni kweli
kwamba kanisa aliwapi vijana fursa hiyo ya kuwapa nafasi kwenye uongozi. Labda nafikiri ndo wazo la kwanza ambao ni vizuri tulitafakari, ili mtazamaji pia aweze kujua ukweli wa mambo. Hivi ni kweli katika parokia zenu vijana hamshirikishwi kabisa katika maamuzi na uongozi? Labda pengine wachangiaji mtupeane mawazo hapo. Katika utaratibu huu unaonekanaje? Labda pengine vikao vinavyokaliwa vya parokiani, vya halmashauri walei, labda vijana hawaitwi, wanakuwa tu ni wazazi, au limekakaje hilo? Mimi hapa kwa upande wangu naona kanisa linashirikisha vijana kushiriki katika mikutano, vikao mbalimbali. Fursa za vijana ipo, lakini mwitikio wao unakuwa hafifu. Yaani mwitikio unakuwa hafifu kwa maana ya kwamba wanaitwa lakini hawaji, au wanakuwa busy na vitu vyao, ni kitu cha namna gani? Ndio wanaitwa lakini hawashiriki wote kikamilifu. Na mara nyingine inakuwa hivyo, sio kama vijana hawapewi fursa. Wakati mwingine mialiko inapokuja kupitia jumuiya za vijana zile, kwenda kushiriki kwenye jumuiya, na hata wakati mwingine viongozi wa vijana wanapoitwa maparokiani kwa ajili ya kujadili mambo na viongozi wala halmashauri, wengine wanakuwa busy kwenye shughuli zao mbalimbali. Labda pengine ndio sababu hiyo. Labda pengine Frate, unasemaje? Hapo nimesikia kwamba changamoto yao ni kwamba wanashirikishwa mara chache sana wanashirikishwa, na wakishashirikishwa hiyo mara chache inakuwa ni baada ya maamuzi kufanywa. Unakuta maamuzi yashafanyika, alafu wao ndo wanakuja kushirikishwa wale maamuzi yaliyofanywa na viongozi wengine, au unakuta vikao walivyokaa wanashirikishwa kwa uchache. Unakuta vikao vingi wamekaa labda marika mengine, alafu vijana wanakuja kushirikishwa baadaye. Sasa hii inakuwa ni changamoto kwao, kwa maana kwamba unakuta kwenye kujadiliana, kuchangia hoja, tufanye hiki hapa, turekebishe hiki, turekebishe hiki, unakuta hawajashirikishwa. Kwa hiyo ule mwitikio unakuja kuwa ni hafifu kwa sababu ya matokeo ya kushirikishwa kwao katika hali ya uchache. Kwa hiyo tuseme kwa ujumla ni kwamba vijana hawapewi nafasi. Kwa wakati mwingine pia wanakuwa hawapewi nafasi hizo, wanaachwa pembeni. Wanakuja kutangaziwa tu kwamba jamani, sasa hivi kuna mchango huu unatakiwa uchangiwe, au pengine sasa hivi kuna utaratibu wa kiparokia ambao tumefanya mwingine ni huu na huu, lakini wao kama wao wanakuwa hawakushirikishwa kwenye yale maamuzi. Ndio Au tafiti. pengine sasa hivi tunatoa mchango kwa ajili ya ujenzi labda wa kanisa au ujenzi wa ukumbi wa parokia, lakini wao hawakuhusika katika kufanya maamuzi. Labda pengine sasa MESEA nasisitiza kwamba vijana, jamani, wale ambao tunasimamia taasisi au pengine maparokia, wajaribu kuwashirikisha vijana halmashauri walei, katika halmashauri walei kuweza kujadili mipango mbalimbali ambayo inahusu maendeleo ya parokia, ili na wao kwa kushiriki katika mchakato wa maamuzi waweze kushiriki kwa uhai katika kutekeleza yale maamuzi ambayo tumejadili pamoja. Nafikiri ni jambo la namna hiyo. Pointi ya pili, viongozi wakubwa hubaki madarakani kwa muda mrefu bila kuwaandaa au kuwawezesha vijana kuchukua nafasi za uongozi. Labda pengine katika hiyo pointi iliyozungumziwa viongozi wakubwa baki madarakani kwa muda mrefu, ingefafanuliwa vizuri, maanake tunajua kanisa la viongozi wengi, si ndio? Kitoa pale kwenye kamati tendaji, labda nadhani ndio walikuwa wanalenga pointi hapo zaidi. Ule mwenyekiti wa kamati tendaji ya parokia au parokia teule na ile safu yake huko chini, ndio tunawatambua zaidi kwenye uongozi wa kanisa, kwamba wao ndio wanakuwa madarakani labda kwa muda mrefu zaidi. Lakini naamini katika maeneo yetu mbalimbali au katika parokia zetu tunaongozwa na utaratibu na kuna muda pia wa uongozi, si ndio? Labda hii changamoto ya au viongozi kuonekana wanakaa madarakani muda mrefu huenda inachangiwa labda na parokia yenyewe, au inachangiwa na sehemu yenyewe. Kama utaratibu ambao umewekwa, kama kiongozi anatakiwa akae labda miaka mitatu, achaguliwe tena miaka mitatu, achaguliwe tena miaka mitatu katika nafasi hiyo moja, hautazamwi vizuri. Ndio maana unakuta sasa kiongozi huyo anaweza akakaa madarakani kwa muda mrefu zaidi, na hiyo inakuwa ni changamoto. Lakini
ingekuwa labda baada ya muda fulani kunaonekana kuna mabadiliko fulani, au angalau katika ile safu ya wale viongozi ambao wanakuwa madarakani pale kwenye kamati tendaji, pakapatikana labda kijana mmoja ambaye anaweza akakaa pale, labda akawa ni katika zile nafasi tano, labda ni msaidizi labda wa katibu au ni msaidizi wa mwenyekiti, nayo ingesaidia kuona kwamba sasa labda na vijana nao wanashirikishwa. Kwa hiyo hii lugha ya kusema kwamba viongozi wakubwa kukaa madarakani muda mrefu ingekuwa imepotea. Mimi ndo maoni yangu hayo. Na kwa kweli mimi niko naungana pamoja na Kisoli hapo kwamba kwa kweli wakati mwingine tunajisahau. Unakuta kiongozi anaongoza mpaka awamu 4 5 mpaka anazeeka kabisa, anaelekea kwenye uongozi. Ndio kuna karama na vipaji, lakini wakati mwingine tunatumia karama za mtu, tunasahau kwamba kuna kuandaa kiongozi wa kesho baada ya mtu huyu kustaafu au kuchoka. Tayari tumeshatumia vipaji vyake na karama zake kwa muda wake alioishi katika ile kanisa. Je, baada ya yeye nani anafuata? Kwa kweli nafikiri AMISEA wanalenga hapo kwamba kanisa lifikirie tena kuandaa vijana wawe viongozi wa kanisa, maanake wao ndio kwa kweli kanisa la leo na kesho. Na unakuta basi katika utaratibu wa katiba ya halmashauri ya walei ya baraza la Tanzania leo hii, katika kanisa la Tanzania kwa mfano, mtu anaweza kaongoza vipindi vitatu tu, maana ile miaka mitatu ya kwanza akirudi tena walau ni mara ya pili, mara ya tatu basi kwa kweli inabidi aache tu, hata kiafya pia inamsaidia. Unajua kwamba ni utume. Ndio maana tunaona hata katika kazi mbalimbali za kiserikali kuna umri wa kustaafu, ili vijana na wenyewe wakija na maamuzi mapya na nguvu mpya na ubunifu wao, basi wanaweza kujenga pia kanisa vizuri zaidi. Labda sijui Frate, ungependa kusemaje? Hapo nilikuwa najaribu kuangalia, kuna mambo mawili, kuna kubaki madarakani muda mrefu, alafu na kuna kuandaa wanaoweza kuja kuchukua hiyo nafasi, na hiyo kuandaa nalenga zaidi vijana, kwa upande wa vijana, ili kuja na maamuzi mapya. Sasa ninashindwa kuelewa hapa kwamba kubaki madarakani muda mrefu huwa inasababishwa na nini? Kwa sababu tukisema na tunabaki viongozi wakibaki madarakani muda mrefu, unakuta mtu alichaguliwa akiwa kijana, anakuja kuacha akiwa katika umri wa rika labda la utu uzima huko. Pengine hii changamoto inaweza isiishe kwa sababu ya kubaki madarakani muda mrefu. Sasa najiuliza hapa, pengine huo wakati wa kuandaa au vijana ili wapokee ni wakati gani, na huo muda wa kubaki madarakani unatakiwa uwe precisely ndani ya labda kipindi gani, na wanaopaswa kuchaguliwa kuwa viongozi wakubwa, kwa sababu hapa inaonekana kwamba tatizo ni kwa viongozi wakubwa, sio viongozi labda wa ngazi za chini, ni viongozi wakubwa. Labda pengine unaweza kutushirikisha labda kwenye viongozi wakubwa wanapaswa kuchaguliwa watu wa namna gani, kama labda ni watu wa rika hili wachukue nyadhifa hizi, au labda hata vijana wanaruhusiwa kuchukua nyadhifa hizo, au pengine unatushirikisha pia kwamba huo muda hapo kwa marika yote, unaenda labda unaweza kukuta labda wazee wenye hekima zao wanaweza kukaa miaka 5 alafu vijana wanakaa miaka 2, na tuwezi kufahamu hapo vizuri baba. Yani kwa kweli hapo tatizo lililopo ni kwamba nakuta kweli mzee fulani ana hekima zake, na kwa kweli anahitajika sana kwenye hili kanisa. Kwa mfano, ngazi za juu tunazozungumza kwenye uongozi wa kanisa, hapa tunaongelea halmashauri walei parokia, au wakati mwingine hata halmashauri walei jimbo. Unaona, kwa hiyo wakati mwingine wanakuta wanawekwa wale watu ambao wamefanya vizuri katika uongozi kwenye nyanja mbalimbali, wameonekana wameweza kufanya vizuri. Kwa hiyo basi watu wanaona pengine huyu atatufaa zaidi, ambacho ni kigezo kizuri kwamba mtu ana hekima zake, ana uzoefu katika uongozi, basi anakuwa anachaguliwa. Lakini linalozungumzwa hapa na maaskofu ni kwamba kuna wakati mwingine basi mtu anakaa pale mpaka unasahau tena kumuandaa mwingine ambaye atamrithi pale mwishoni kabisa. Akishachoka akamaliza uongozi wake, hakukuwepo mtu mwingine ambaye basi anakuja kushika hiyo nafasi yake. Na labda pengine kama ulivyouliza kwamba nini kifanyike, kwa kweli mimi nafikiri ni kuanza kuwashirikisha vijana katika nafasi mbalimbali za ngazi za chini. Kwa mfano, kuwa viongozi wa jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, ili sasa waanze kuonyesha uzoefu wao katika zile jumuiya,
na kwanza kuonekana kwamba kwa kweli wanaweza. Maana uongozi, mara nyingi uongozi wa kanisa, pamoja na kwamba kuna uteuzi, lakini kuna kademokrasia fulani, ndio sababu kunakuwa na uchaguzi, na katiba ya halmashauri ya wilaya inadai kuwe na uchaguzi ambao ni huru na haki, pamoja na kwamba kuna nafasi ya mapadri kuamua au kuteua, lakini bado halmashauri wale wao kama wao wanaweza kuchagua viongozi wao. Kwa hiyo kwa kweli ni mtizamo tu wa MESEA, tuseme kwamba vijana na wenyewe wapewe nafasi zile walao za kuanzia chini chini, tuseme kwenye ngazi zile za jumuiya ndogo ndogo, mashirika ya kitume, wapewe na wenyewe washirikishwe uongozi kwenye maamuzi. Kwa mfano kuna zile kamati ndogo ndogo za maendeleo, ziko kamati ambazo zinataja, kamati za liturujia, kamati ya fedha na mipango. Wakianza kuingizwa kule, na kwa sababu wengi wao unakuta tayari labda ni wanafunzi, kuna ujuzi fulani wanajifunza katika shule, wanaweza apply au kautumia pia katika nyanja hizo, kiasi kwamba sasa wakianza kufahamika, basi ndo wanajenga ule uelewa na ule uzoefu, ili siku moja waweze kushika nafasi za wale ambao walionekana wamekaa muda mrefu, waweze kuachia vijana. Pointi ya tatu, mawazo na mapendekezo ya vijana mara nyingi hupuuzwa kwa sababu ya umri wao. Ni kweli mawazo na mapendekezo ya vijana hupuuzwa kwa sababu ya umri wao. Ukiangalia vijana wengi sasa hivi, na ukiangalia kwenye uongozi sasa hivi, kijana akiwa na umri kwa miaka 21 na akiwa kwenye uongozi tuseme wa ngazi ya juu kwa mwenyekiti, na kuna mzee au kiongozi mwingine ambaye ana umri juu ya miaka 30 na kuendelea, kijana akitoa wazo lake kama kijana ili kuleta maendeleo, muda mwingine yule kiongozi wa juu ambaye amempisha umri anaweza akapuuzia ile wazo na kusema hapana, ili wazo kwa nini lisikae hivi, kwa nini tusifanye hivi, wakati ile wazo lake lingekuwa la kujenga na kuimarisha katika ule utume ambao anatakiwa ufanye. Kwa hiyo mara nyingi kwa kweli uongozi wa vijana na mapendekezo yao na maoni yao, muda mwingine tukitoa katika kikao au katika tamasha lolote katika parokia au katika jimbo, huwa tunapuuziwa, kwa maana tunaonekana kwamba linaleta matarajio, lakini mbona litakuwa refu, kwani tusipite njia hii fupi ambayo itatuletea nini, mafanikio kwa haraka, wakati ile wazo lake ndo lingekuwa linamletea mafanikio yanayoenda sawasawa na lingeleta mafanikio chanya kuliko wale wazo wao walilotoa. Kwa hiyo vijana wengi tukitoa mawazo yetu, ni kweli yanapuuziwa katika uongozi. Na mimi naungana na wewe pia, kwa sababu nakumbuka nikaanza kitabu cha nabii Danieli ile sura ya 13, pale kulikuwa kuna kisa kikali sana. Nafikiri mwanasheria atatusaidia wakili msomi juu Dickson Kisori. Kulikuwa kuna shauri kwamba binti mmoja amesingiziwa kwamba amezini. Anaitwa Suzana yule binti. Sasa wazee wenye umri walikaa kwenye baraza wakafanya maamuzi kwamba binti yule apigwe kwa mawe. Unaona? Sasa baada ya kufanya uamuzi ule, kwa kweli walikosea, kwa sababu katika kisa kile inaonekana kwamba wale wazee ndio walikuwa wanamhitaji au wanamtafuta yule binti ili waweze kuvunja hiyo amri ya 6. Lakini alipowakatalia, na basi aliposimama imara kusimamia msimamo wake kama kijana ambaye anajitambua, basi wakaamua tu kumsingizia kesi, kwa sababu walikuwa na nguvu, wanafahamika na watu, wana uzoefu, yani watu wanawaamini. Basi wakatoa kesi hiyo, wakaipeleka kwenye baraza, na waliamua kwa kweli wampige kwa mawe yule Suzana. Lakini tunaambiwa kuna kijana mmoja anaitwa Danieli. Roho wa Mungu akamchochea yule kijana. Maandiko yanamtaja kama ni kijana. Na akasema mimi sipo katika maamuzi yenu, mimi sipo. Basi wazee wenye busara kwa kweli waliamua, wale wazee wenye busara wengine waliamua kumuita yule kijana, hebu tukae sasa tena upya ile baraza. Tujue hivi ni kweli Mungu anataka kutuambia nini kupitia. Kwa hiyo baadaye tunaambiwa Danieli aliamua kuwaita wale wazee wawili wale, mmoja, busara za vijana sasa. Akamuita yule mzee mmoja, akaanza kumuuliza, hivi wewe unasema kwamba ulimkamata binti akizini, hebu tuambie ilikuwa ni chini ya mti gani? Basi yule mzee akasema chini ya msandarusi. Baadaye akamtamkia hukumu yake kwamba umemdanganya Mungu. Akatoka pale akaitwa tena na yule mzee mwingine ambao walifanya shauri pamoja la kumsingizia yule binti. Hebu tuambie wewe ni chini ya mti gani uliwaona hawa wakifanya mambo hayo mabaya?
Yeye akasema chini ya mkwaju, unaona eh? Lakini wao wenyewe wawili walikubaliana kupeleka kesi, lakini hawakukubaliana namna watakavyokuwa wamepeleka shauri hilo. Kwa hiyo kwa kweli wakaonekana kwamba walitunga ile kesi ya uongo kwa ajili ya yule binti akapata haki. Lakini maamuzi yale kwa kweli alifanyika na kijana Daniel. Kumbe unaweza kuona nafasi pia ya vijana. Kwa hiyo nafikiri uko sahihi kabisa unaposema kwamba wakati mwingine kutokana na udogo mtu anaweza akapuuzwa katika mawazo yake. Kwa hiyo basi AMECEA inadai kwamba vijana nao Mungu anataka kuwatumia. Sinodi yetu inadai kwamba Roho Mtakatifu huwa anawaangazia pia vijana waweze kutoa mawazo ambayo yatajenga. Nafikiri ni wazo la namna hiyo. Pointi ya 4, baadhi ya viongozi wa parokia wanaonekana kuwa wahafidhina kupita kiasi na wasiokuwa tayari kukubali mabadiliko. Labda hapo atakuwa anamaanisha wahafidhina. Mwafidhina, ukisikia mwafidhina ni kama kitu gani? Labda Frate ataka kutusaidia. Mwafidhina ni yule mtu ambaye anapenda sana kushika tradition, yaani mila na desturi, kwamba hiki kinapaswa kufanyika hivi, na pengine alikuwa na experience ya muda mrefu, uzoefu wa muda mrefu, sababu unakuta mtu kama tulivyosema, changamoto ya hawa wazee wakubwa wanakaa madarakani ndani ya muda mrefu, unakuta anatumia experience ya miaka labda 2 iliyopita. Kwa hiyo kijana akileta wazo la mabadiliko, wazo jipya, inakuwa ni vigumu sana. Hawa wazee au hawa viongozi wa parokia wanakuwa ni wahafidhina, kwa maana kwamba hawataki kupokea mabadiliko kwa sababu ya uzoefu. Anakuambia mzee, kijana wewe unakuja na wazo, angali sisi miaka 2 litokea hili tatizo na tulifanya hivi na hivi na tulifanya vizuri zaidi, hata mtu fulani anafahamu kwamba tulifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ile sauti ya kijana inafifishwa kwa sababu ya hii hali ya ufidhina katika uongozi. Labda kwa kuongezea tu hapo, Frate amefafanua vizuri, ni labda nijikite katika hiyo pointi ya wasiokuwa tayari kukubali mabadiliko. Mtu ambaye hakubali mabadiliko ni mtu ambaye tayari ana njia zake za kuendesha mambo. Kama anaamini labda jambo fulani huwa linaendeshwa kwa namna fulani, ni vigumu sana kwenda kumbadilisha. Kwa hiyo akitokea mtu mwenye wazo jipya, ni kijana, anamuelekeza pale, anamwambia labda jambo hili kiparokia ama kijumuiya tungeliendesha kwa namna hii, lingeleta tija au lingeleta matokeo ya haraka, pengine inakuwa ni wasiwasi kwa yule ambaye anakuwa sasa analipokea kama kiongozi ambaye ni mtu mzima. Naona sasa nikifuata mawazo ya huyu mtu na umri wangu huu labda na heshima yangu eneo hili, huyu kijana anakuja kunidhalilisha sasa. Kwa hiyo hawezi kukubali mabadiliko kwa haraka sana, ndio kwa mawazo yangu mimi. Nafikiri tufunge mjadala huo, tuendelee na wazo jingine. La msingi ni kwamba tunahitaji pande zote mbili, mtazamo wangu, kwamba kusimamia tradition ni kitu cha muhimu, lakini pia lazima pia turuhusu mawazo mapya, kwa sababu mawazo mapya yanaweza kuiboresha pia hiyo tradition au ule utamaduni ambao wazo fulani linafahamika kwamba hili lazima lifanyike kwa sababu ni utamaduni. Yako mambo kwenye kanisa ambayo huwezi kuyabadilisha. Kwa hiyo wakati mwingine hata vijana mawazo yao sio kwamba nakataliwa, bali ni kuturudisha tu kwenye utamaduni kwamba jambo hili huwa linafanyika kwa utaratibu huu, na uwezo kusema kwamba kwa mfano mimi kuna kijana aliniuliza, hivi padri, kwani hakuna uwezekano wa badala ya kwenda kuungama kwa padri ukaenda kwenye makaburi ya mapadri ukasali pale dhambi zikaondoka? Unaona, ni wazo la ubunifu, lakini kwa kweli sio utamaduni. Utamaduni wetu unadai kwamba kwenda kuungama na lazima ufuate zile hatua 5 na mojawapo ni ile kwenda kuungama kwa kuhani. Labda tuendelee. Pointi nyingine, nafasi za uongozi wa vijana wakati mwingine huwa ni za jina tu, bila mamlaka halisi ya kufanya maamuzi. Yaani maana yake anakuwa anachaguliwa lakini ile title haipo kimsingi. Au ni vyeo hewa. Unakuta kwa mfano kwenye uongozi wa parokia, unakuta kijana kwa mfano ni katibu msaidizi. Yeye amekaa pale tu kwamba parokia yetu ina uongozi kijana, lakini yani hafanyi majukumu yoyote, yani amekaa kama jina tu. Wengine wanafanya. Na sio kwamba hawezi. Anaweza, lakini unakuta hajapewa nafasi.
Labda ulikuwa unataka kusemaje baba? Sawa. Haya. Kwa kuhitimisha hii sehemu A, vijana wengi walieleza kuwa husikilizwa pale tu wanapohitajika kutekeleza shughuli mbalimbali, lakini hawashirikishwi wakati wa maamuzi muhimu yanapofanywa. Wewe unaposema kwamba vijana wengi walijieleza, manake walioalikwa kwenye ule mkutano. Ndio. Aha. Kwa hiyo vijana wengi ambao walialikwa kwenye mkutano ndio walitoa hilo wazo kwamba wanasikilizwa pale tu wanapohitajika kutekeleza shughuli mbalimbali. Lakini pia ni wale vijana walioeleza pale kwenye ule mkutano walikuwa wamebeba jopo la vijana nyuma yao kutoka kwenye mataifa mengi, na sio hatuwezi tukasema kwamba ni mawazo ya wale vijana tu, mawazo ya vijana wengi kwa mataifa mbalimbali, kama tulivyosikia pale kwamba mkutano wa MESEA ulishirikisha mataifa zaidi ya 9. Kwa hiyo hizi changamoto wale walienda kama wawakilishi wetu. Ndio baba. Changamoto hiyo tunaimalizaje? MESEA inadai kwamba vijana sasa wasikilize. Ili kutatua hii changamoto, inabidi vijana wasikilizwe, pia wapewe nafasi mbalimbali katika parokia, vigango na parokia teule. Hii itaamsha imani kwa vijana, itawaamsha yenyewe ushiriki wao katika shughuli mbalimbali za kanisa, watakuwa na ushiriki hai, hata kwenye kuhudhuria misa, na imani yao pia itaamka. Hata kujiingiza kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo. Ndio, na pia shughuli muhimu zinapotokea katika maparokia yetu, vijana pia wawe wanahusishwa. So wawe wanahusishwa tu kwa jina, kwamba kwa mfano kwenye kamati yetu ya fedha tuna kijana mmoja, lakini ukienda ukimuuliza yule kijana kwenye kamati ya fedha hivi huwa mnafanya nini, anakuwa hatambui. Hiyo inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo watakuwa wawe wana ushiriki hai katika uongozi na katika shughuli zote. Na pia pale kumshirikisha kijana kwenye shughuli muhimu zitamuonesha kwamba na yeye ana umuhimu mahali fulani. Tukijua kabisa mtu ukiona umuhimu wako mahali, ushiriki wako utakuwa hai, kwa sababu utasema pale nahitajika. Ila pale usiposhirikishwa kwenye mambo ya muhimu utasema ila ile parokia bwana wakiwa na shida tu ndio uwaga wanatukumbuka. Leo siendi. Kwa hiyo maparoko wetu na viongozi wa makanisa yetu mlifanyie kazi hili jambo, ni la muhimu sana. Nafikiri limefika hilo. Vijana wasikilize, washirikishwe, tuwaamini na tuwape nafasi ya kutumia vipaji vyao. Pamoja na kwamba wanauliza maswali magumu, basi haya maswali yatatusaidia kupata maendeleo zaidi. Usiogope vijana. MESEA inadai hivyo, vijana wa MESEA wanadai hilo, ndugu zangu. Tunaenda sehemu B ya mjadala wetu ambayo inasema ukosefu wa programu rafiki kwa vijana. Washiriki wengi wa utafiti walieleza kuwa shughuli nyingi za parokia hazijibu ipasavyo mahitaji, matarajio na hali halisi ya vijana wa kizazi cha sasa. Changamoto zilizotajwa ni pamoja na programu nyingi kujikita zaidi katika mikutano kuliko mafunzo yenye manufaa ya moja kwa moja. Una ukweli katika hili baba paroko? Nataka nielewe kwanza kitu gani kinamaanishwa hapo. Kwamba program ambazo zinaanzishwa za vijana huwa zina base au zinaishia tu kuwaita kwenye mikutano, labda kuwafundisha kitu fulani, kujadili mambo fulani, lakini unakuta sio wazo ambalo litawasaidia kimsingi katika changamoto zao walizonazo. Labda nimeelewa kitu namna hiyo. Au Frate, unataka kusemaje? Ndio baba, ninaunga hiyo hoja na hayo maelezo kama ulivyosema. Ni kweli kwamba pengine inaweza kuwa kwamba vijana wanashiriki kwenye hizi mikutano na wanasikiliza hizi mikutano, hizi programu zote zinazotoka kwenye mikutano, lakini sasa yale manufaa ya moja kwa moja kwa wao, kwamba unakuta wamesikiliza ni kweli maelezo kwenye mikutano na nini, vile utaratibu wote pale kwenye mkutano umeenda vizuri, lakini changamoto wanabaki nazo wao, kwamba kunufaika kwao kunakuwa ni asilimia ndogo sana. Unakuta wanatatua matatizo
matatizo ambayo yanakuwa ni kwenye ngazi ya parokia tu, lakini unakuta kwa upande mwingine Kuhusu maisha yao kama kuhusu maisha wao, yao, shughuli zao, unakuta wengine ndio maendeleo yao. maendeleo yao binafsi unakuta ni asilimia chache sana, asilimia ndogo sana. Ndio maana unakuta ushiriki sasa kwa vijana kwenye masuala ya parokia unakuwa ni wa kusuasua mdogo. Manake hapo nataka kuelewa kwamba sasa vijana wa AMESEA wanadai kwamba program za vijana ziwe productive katika maisha yao, yani isiwe ni swala tu la kuwaita kwenye mkutano na kuanza kuwasuta, au hata wakati mwingine kuambia kwa nini amfanyi hivi au kwa nini amfanyi vile. Basi program ziwe zaidi za kuwasaidia. Kwa mfano sasa hivi kuna tatizo kubwa la ajira. Program za namna hiyo zinaweza pia zikaweka mifumo ambayo inaweza ikawalika vijana kwenda kushiriki katika kujifunza baadhi ya stadi za kazi. Kwa mfano nimeona parokia moja wao walikuwa wanawaita vijana, wanaandaa walimu ambao wanajua vitu mbalimbali, wenye ujuzi. Maana leo hii elimu bila ujuzi na yenyewe ni changamoto katika ajira leo hii au katika kutoka kimaisha. Kwa hiyo unakuta wanafundisha labda kushona, labda kanda mbili au kutengeneza vitu fulani ambavyo kijana akijifunza akienda kiuza, basi anapata hata walau fedha. Nafikiri vijana pia wanahitaji program za namna hiyo, na hata kama ni program za kiroho ni za muhimu zaidi. Vijana wana maswali mengi kwamba kuungama kuna faida gani kwenda kuungama kwa mtu, kwa nini sije ni kwamba kwenda makaburini tu kusali pale iishe. Wanahitaji kuelewa zaidi. Kwa hiyo program zile ni kwa ajili ya kuwaelewesha, lakini uelewa atakaopata ukawasaidia katika maisha yao ya kiroho na hata maendeleo ya kwao na kujibu changamoto za maisha walizonazo. Mimi nafikiri ni kitu namna hiyo AMESEA nataka kusema. Ndiyo. Pointi nyingine, ukosefu wa programu zinazoshughulikia afya ya akili, mahusiano, maendeleo ya taaluma na ujasiriamali. Afya ya akili, taaluma, vimetaja vingapi? Rudia tena. Afya ya akili, mahusiano, maendeleo ya taaluma na ujasiriamali. Vitu vingapi hivyo jamani? Vinne. Afya ya akili, mahusiano, maendeleo ya taaluma na ujasiriamali. Hayo ndio matatizo ya vijana, changamoto ya vijana. Kuhusu afya ya akili vipi hapo? Ni mambo gani yanahusika? Katika hii pointi ya pili, ukosefu wa afya ya akili na mahusiano na maendeleo na taaluma, ni kweli vijana wengi tumeathirika kwa kweli kwenye afya ya akili. Kwa maana vijana wengi sasa hivi ukimwambia afanye kitu fulani kuhusu maendeleo yake yeye kama yeye, ataona kama unampotezea muda ambao yeye angefanya, anaona kama ndo muda wake sahihi. Kwa hiyo hataki kuchukua yale mawazo ambayo mtu kama mtu mzima au kijana kama kijana ukimshauri. Mtu mzima akimshauri kijana na kijana akimshauri kijana mwenzake, yeye anaona kama hapana, sio muda wake, bado nina muda wa kufanya, wakati muda umeisha. Ni kweli kabisa kwamba vijana wana changamoto hiyo, na pengine kama hii ripoti inavyosema kwamba shughuli za parokia hazijibu mahitaji yao. Mfano baba paroko, mfano labda kama kuna kijana huko mtaani ameachika, kijana ameachika, alikuwa labda kwenye mahusiano huko akaachika, kanisa linamsaidiaje? Labda kuna vingine yani ile kuachika, kwa maana ya kwamba alikuwa ameolewa kabisa kwa ndoa ya kanisa Katoliki alafu akaachwa na bado ana umri wa kijana. Ndio. Kanisa linamsaidiaje? Na unakuta pia changamoto nyingine kama hapo kwamba labda kijana alikuwa anafanya shughuli zake za jasiriamali, akaingia akafilisika labda kwa sababu labda changamoto mbalimbali. Vijana wanajiuliza kwamba shughuli za parokia zinasaidiaje hayo mahitaji yake. Ndio maana wanalalamika kwamba pengine shughuli za parokia hazijibu kwa utoshelevu yale mahitaji yake. Sasa kanisa na huu mkutano wa AMESEA tunajaribu kutafakari hapo tunawasaidiaje vijana ili tuwavute karibu na kanisa.
Kwa changamoto kama hizo, baba paroko, wewe unaweza ukatoa maoni gani labda? Mimi nafikiri ni kamati, halmashauri walei pamoja na viongozi wa kiroho katika maparokia na waamini kujadili tu mifumo ambayo itawasaidia vijana, mifumo itakayowasaidia vijana. Kwa mfano siku hizi kuna hospitali hizi za saikolojia zinasaidia watu wenye changamoto ya msongo wa mawazo, watu waliopigika, watu ambao wameumizwa, wana maumivu yale ya moyoni. Na uzuri ni kwamba hata kwa mfano Jimbo Katoliki la Moshi, sisi watu tuna kituo hicho ambacho kiko nyumbani kwa mapadri wazee, nyumbani kwa mapadri kule Lunguo, kituo cha Moyo Mtakatifu wa Yesu. Yuko padri pale anaitwa Padri Matei Munishi ambaye ni mtaalamu wa saikolojia na wanawasaidia vijana wengi. Nafikiri basi ni mojawapo ya mbinu ambazo zinaweza zikatumika sio tu katika ngazi ya jimbo, lakini pia ikiwezekana hata katika ngazi ya parokia. Ikiwezekana hata wakati mwingine kama sio padri basi awe kuwe na mtaalamu wa aina fulani ambao yuko mahali ambapo vijana wanaweza kuwa wanapelekwa pale kwa ajili ya kuomba ushauri wa kitaalamu zaidi kutokana na usomi wa mtu kuhusu mambo haya ya magonjwa ya afya ya akili, au ushauri wa namna ya kuchagua kazi kwa usahihi, au kuchagua pengine career au tuseme ajira, kitu ambacho mtu anataka akifanye baada ya kusoma. Na hata wakati mwingine wanakuja vijana kwenye maparokia kuomba misaada mbalimbali. Unakuta shida ya vijana leo hii ni kukosa mtaji. Sasa wanafikiri pengine labda wa kutoa sadaka kanisani au michango mbalimbali, basi baada ya hapo kanisa linapaswa pia liwatengenezee mifumo ya kuwapatia mikopo, japo sasa huo sio utaratibu ambao ni rasmi na ina changamoto zake. Lakini nimeona baadhi ya makanisa mengine wanakuwa na SACCOS. Hata kuna padri mmoja aliwahi kuanzisha SACCOS ya kina mama. Basi kumbe inaweza vikaanzishwa pia vikundi mbalimbali vya maendeleo kwa ajili ya kuwasaidia vijana kupata mitaji, vikundi vidogo vidogo kuendana na mitaa yao. Basi kama vile huyo padri aliwahi kufanya katika parokia moja ya Kimanyatu huko, tunaambiwa kulikuwa kuna vikoba vya namna hiyo, basi padri aliamua tu kuunganisha wamama. Na kweli maeneo ya mkutano ilikuwa ni baadhi ya siku fulani eneo la kule parokiani, wanakaa wanajadili mambo yao. Basi kwa kweli alikuwa anafanya vizuri. Sasa inawezekana pia hata kanisa likafikiria vitu vya namna hiyo, badala ya kusema kwamba tutoe kwenye sadaka, ambao sadaka kweli ni katika ujenzi na maendeleo ya parokia, lakini wao wenyewe kwa wenyewe kuwawezesha kwa kuwatengenezea vikundi ambavyo vitawapa maendeleo. Hata ukiangalia kwa mfano hawa KKT wana utaratibu ambao pengine mzuri, wameanzisha vikoba vikubwa na wamejenga centers ambazo inaweza hata ni nje kabisa ya parokia, centers ambayo ni ya kanisa, ambayo watu wanaweka fedha, wanakopeshana fedha, wanapanga mipango ya maendeleo. Mtu akitaka kukopa anaweza kufanyia kitu fulani. Labda nafikiri wakati mwingine pia na sisi AMECEA inatudai kwamba tuamke, kwamba tuangalie uwezekano wa kutengeneza miundombinu namna hiyo kuweza kuwasaidia vijana katika ujasiriamali na vitu vinavyofanana kama hivyo. Wazo langu ni Mimi na cha kuongezea hapo kidogo, ukiangalia kundi kubwa la vijana tuna pressure ya maendeleo. Yaani kwa mfano mimi hapa na miaka 23. Nikimjilinganisha na kijana mwenzangu mwenye miaka 23, yani labda ameshafanikiwa, ameshajenga nyumba, ameshajenga nyumba na gari na biashara zake. Alafu mimi nikijiangalia, mbona kama ni maisha bado sijaanza. Hii ndio inapelekea sana vijana wengi kuwa na tatizo la afya ya akili. Anakuwa anawaza atatokaje hapo alipo. Na tukija kwenye maendeleo ya taaluma, kundi lingine ambalo linakumbwa sana na msongo wa mawazo ni wanafunzi. Kama ilivyosema vijana ni wanaanzia wanafunzi wa sekondari mpaka wa vyuoni, ndio maana tunaona kuna changamoto za wanafunzi kujiua baada ya kuona ameshindwa masomo. Kwa hiyo, yani hii hapa sio kwamba ni kwa kanisa likisaidiana na walezi wa wanafunzi, liweze kuangalia ni kwa namna gani liweza likatatua changamoto za taaluma. Kumsaidia mtu kitaaluma sio kukaa na kumpa mtihani kwamba huu mtihani ndio unatoka utafaulu, hapana. Kuna namna unaweza kumtengenezea saikolojia kwamba leo umeshindwa, lakini kuna kesho, huu sio mtihani wa kwanza, kuna mitihani mingine.
Tukija kwenye swala la ujasiriamali, vijana wengi tumekuwa na changamoto ya kuchagua kazi. Mtu umemaliza chuo au umemaliza elimu yako yoyote, darasani tunapata maarifa. Vijana wengi tumetengeneza ile mentality kwamba yani nikimaliza ni lazima niajiriwe, yani lazima serikali itanipa nini? Ajira. Au nikimaliza lazima kanisa litaniona kwa namna fulani. Hii kitu imekuwa imepotosha vijana wengi na kusababisha vijana wengi tunazidi kuingia kwenye kundi la umaskini. Kwenye ujasiriamali, kwa ushauri, kuna semina nyingi za vijana huwa zinatolewa. Semina zile huwa zinatatua hasa hii changamoto hapa ya afya ya akili, mahusiano, maendeleo ya taaluma na ujasiriamali. Kama kijana, hudhuria semina zinazotolewa, kuna semina zinazohusu vijana wa chuo, kuna semina zinazohusu vijana wa shule za sekondari. Shiriki, wanafundisha ujasiriamali wa vitu vingi, kutengeneza vitu vingi, na ukitoka pale, nenda kajaribu, utafanikiwa. Tukiendelea na pointi nyingine, uhaba wa shughuli za michezo, sanaa, muziki na huduma nyingine zinazochochea vipaji. Hapa hii pointi, uhaba wa shughuli za michezo. Kwenye maparokia mengi huwa michezo ni yani kama haijapewa kipaumbele. Wakati vijana sehemu nyingi ambazo wanaweza wakajuana, wanaweza wakapunguza mawazo ni kwenye michezo, sanaa na kwa mfano kuwe na matamasha hata ya muziki. Sio, kunaweza kukata na matamasha ya kwaya. Kijana akienda akihudhuria kwenye matamasha haya, atajuana na vijana wengine, watabadilishana mawazo na watajua namna za kutatua changamoto wanazokabiliana nazo. Na kwa mawazo yangu hapa amezungumzia uhaba. Amesema ilikuwa inamaanisha kwamba awali vijana walikuwa wanamaanisha kwamba sio kwamba haipo kabisa. Kitu kikiwa haba maana yake kwamba labda hakijakamilika ama kiko kwa uchache. Hizi program za michezo katika maparokia yetu, majimboni, sio kama hazipo kabisa, hapana. Zipo kabisa. Lakini lazima sasa kuwe na ubunifu wa kuziendeleza. Vijana wengi wanakuwa na maswali ama wanakuwa na matamanio, ninashiriki ligi ya parokia. Mwisho wa siku napata nini? Hiyo ligi. Kwa hiyo sasa lazima tuwe na ubunifu wakati tunapoanzisha hii michezo katika ngazi za parokia, jumuiani, kuelimisha wakati mwingine vijana kwamba sio lazima kila mchezo unakwenda kushiriki unakwenda kupata kitu fulani. Unampa tu faida ambazo anaweza kwenda kuzipata, labda itamsaidia kuimarisha afya yake ya akili, itamsaidia kujenga mahusiano mema na vijana wenzake, itamsaidia na yeye mwenyewe kutambua kipaji chake pale alipo. Kwa hiyo nadhani hizi programu zinapoanzishwa wakati mwingine maparokiani, lazima kwanza elimu kidogo itolewe kwa vijana kwamba tunaanzisha ligi ya parokia ama tunaanzisha ligi ya jimbo. Lengo letu sisi ni nini kama waanzilishi wa hii michezo. Kwa hiyo tutakapoanzisha vitu kama hivyo, itasaidia sana vijana wengi kukutana pamoja na kuweza kufanya mambo yakaenda vizuri. Na pengine nilikuwa najiuliza hili swala la muziki katika maparokia huwa limekaje. Na hao walimu wa muziki, najua kabisa tuna walimu wa muziki na idadi yao kwa parokiani inaweza ikawa sio wengi wanaojua muziki, lakini walau kuna walimu wachache ambao wanajua muziki. Sasa nijiulize pengine kuna kanisa linaangaliaje hili swala la walimu wa muziki kwamba je, kuna hao vijana wanaopewa nafasi hata walau ya kuwafundisha au kuanzisha darasa pengine kwa wale walimu ambao waliopo wasije wakakaa huko kwa muda mrefu na umri unakuta umeenda, unakuta mwalimu anafundisha tangu miaka 10 iliyopita, ndio huyo anayefundisha kwa sababu labda ya uhaba wa labda kipindi cha darasa kufundisha, na pengine labda uhaba wa nafasi hizi za kazi, kwa sababu pengine hao walimu wa muziki kanisa laangalia kwa jicho la pili kwa kuwapatia kipato kidogo cha kuiwezesha hii kazi wanayoifanya. Sasa najiuliza hapo kwamba kanisa lina mpango gani kwa vijana kuhusiana na hii programu ya muziki? Kwa kweli program zipo
na kuna vyuo vipo vya muziki vinaanzishwa kwenye majimbo yetu, na hata wakati mwingine mapadri huwa wanatangaza wale wanaopenda kujifunza, lakini tatizo kubwa ni hili kama umesema kwamba kuna uhaba wa walimu wanaofundisha muziki kwenye kwaya zetu na kadhalika na kadhalika, na uhaba huo unatokana pia na labda pengine hatujawekeza sana kwenye masuala ya muziki. Wenzetu huko tunaambiwa kwamba muziki ni mojawapo ya somo katika mitaala. Sasa kwa mfano ukasema kama Tanzania, mara chache sana inakuwa ni kitu cha kuchagua, ni kitu cha kuchagua. Sasa ikishakuwa ni kitu cha kuchagua, maana yake tutakuwa na uhaba tu. Sasa labda pengine AMECEA inataka kusema kwamba tuwekeze katika madarasa ya kufundisha watu ile somo la muziki, ili tuweze kuwa na walimu wengi ambao kwa kweli kwanza watafanya huo utume, sio kwa ajili ya kulipwa au kukuza pengine kipato chao au kupata maendeleo yale ya kawaida, bali ni kwa ajili pia ya kutumikia. Maanake muziki mtakatifu, unavyozungumza habari ya muziki mtakatifu, tofauti na ile muziki ambayo ni secular ya dunia, kwa mfano kama kina Diamond, Alikiba na mingine. Kwa kweli muziki mtakatifu ni kwa ajili ya kusali, kuongoza watu katika sala. Muziki ndio sababu Mtakatifu Agustini alisema kuimba ni kusali mara mbili. Kwa hiyo tukiweza kuwa na walimu ambao na wenyewe wanafanya majitoleo katika kufundisha kwaya zetu, lakini pia kufundisha vijana katika kwaya zao, na vijana wakao basi ndio mstari wa mbele katika kujifunza sanaa au stadi hiyo, basi inaweza kusaidia sana kuondoa tatizo hilo la uhaba wa wanamuziki, lakini pia sio tu wanamuziki, bali kukosa kwaya ambazo ni imara, ambazo zinaweza zikainjilisha vizuri katika misa mbalimbali. Nafikiri ni kitu cha namna hiyo. Kwa kuhitimisha, vijana wanatamani kuona programu za parokia zinazounganisha malezi ya kiroho na maendeleo ya kibinafsi pamoja na maendeleo ya kijamii.